DW. Maoni. Naam, umewadia wasaa mwingine wa kuyasikia maoni ya wataalamu wetu kwenye meza hii ya duara. Natumai msikilizaji hujambo hapo ulipo. Na leo hii wataalamu wetu wanaujadili uamuzi wa Rwanda wa kujiondoa kwenye Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati, ECOWAS, baada ya viongozi wa nchi za jumuiya hiyo kuamua kurefusha urais wa zamu wa Guinea ya Ikweta. Kwa mujibu wa taratibu za jumuiya hiyo, Rwanda ilipaswa kupokea kijiti na kuwa rais wa zamu. Hatua hiyo imeikasirisha Rwanda na ndiyo sababu imeamua kujiondoa kwenye jumuiya hiyo. Rwanda imezilaumu nchi za Afrika ya Kati za jumuiya ya ECCAS kwa kuegemea upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muktadha wa mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Kongo. Na kama tunavyojua, kundi la waasi la M23 limeiteka miji muhimu kadhaa ya mashariki mwa Kongo, huku yakiwepo madai yaliyotolewa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kwamba waasi hao wanaungwa mkono na Rwanda. Lakini Rwanda inayakanusha madai hayo. Kamishna mmoja wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati amesema pana mvutano mkubwa kati ya mawaziri wa Rwanda na wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiasi kwamba haitawezekana kwa mawaziri wa Kongo kwenda Rwanda kuhudhuria shughuli za jumuiya ya ECOWAS. Je, nini kitafuatia sasa baada ya uamuzi wa Rwanda? Uamuzi huo utakuwa na maana gani katika juhudi za kuutatua mgogoro wa mashariki mwa Kongo? Wataalamu wetu wapo hapa kwenye meza hii ya duara kuyajadili hayo. Na sasa napenda kuwatambulisha watakaoshiriki kwenye mjadala wetu wa leo. Wa kwanza ni Tumaini Munale, mkufunzi wa chuo cha ualimu mjini Shinyanga nchini Tanzania. Bwana Munale ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika na vile kimataifa. Leo hii amenifahamisha kuwa yuko jijini Dar es Salaam. Tunaye leo hii pia Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi mbobezi wa masuala ya kisiasa, yuko jijini Mbeya huko nchini Tanzania. Kutoka jijini Kampala, Uganda, nimebahatika kumpata Bwana Omar Mutasa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Na kutoka jijini Nairobi, Kenya, kwa mara nyingine tena, nimemkaribisha Bi Sada Mohamed Omar, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia anashughulikia masuala yanayohusu vijana. Msikilizaji, mimi ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na swali langu la kwanza kwako Bwana Mutasa. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati imeamua kwamba Guinea ya Ikweta iendelee kuwa rais wa zamu kwa muda wa mwaka mwingine baada ya Rwanda iliyopaswa kupokea kijiti. Je, uamuzi huo una maana gani? Ni sahihi au sio sahihi? Asante sana bi mwenyekiti. La kwanza lazima tufahamu jambo moja, kwamba uamuzi huu kuchukuliwa katika jumuiya hii ya ECOWAS ambayo naweza kusema wengi tumekuwa hatuisikii mvumo wake, jumuiya hii ya ECOWAS ukilinganisha na majumuiya mengine kama ECOWAS, East African Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki au SADC. Ni jumuiya ambayo imekuwa inaendesha mambo yake kimya, anaweza kusema hivyo. Lakini la muhimu ni kwamba ikiwa hawa viongozi wa jumuiya hii ya ECOWAS ya nchi za Afrika ya Kati kwamba waliweza kuchukua uamuzi kama huo wa kusema kwamba haitowezekana uongozi wa DRC kwenda nchini Rwanda baada ya Rwanda kupokezewa kijiti cha kuwa mwenyekiti kutokana na uhasama uliopo, nadhani kuna jambo moja ambalo lazima tujifunze katika jumuiya kama hiyo. Ukilinganisha na majumuiya mengine, sijawahi kusikia, labda pengine ishatokea, lakini katika jumuiya mfano ya Afrika Mashariki kuona kwamba swala kama hili kulijadili likaweza kujulikana wazi kwamba kuna tatizo baina ya mataifa haya mawili ambayo yote ni mataifa wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tusisahau sasa hivi Rwanda imejiondoa katika jumuiya ya ECOWAS, na pia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nayo imekuwa ikilalamika kwa muda mrefu
kwamba kutaka kujiondoa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na tatizo hilo. Kwa hivyo nadhani kwamba mkutano huu wa ECOWAS uliofanyika Malabo, nadhani kwamba umeleta picha moja alau kupambanua mambo kuweza kujulikana katika jumuiya hii kwamba kuna tatizo fulani, kuliko kulinyamazia au kuliweka chini ya carpet watu kwamba wasijue kwamba kuna mkutano unaendelea wa kiuchumi, lakini kuna tatizo ambalo sasa hivi linaonyesha wazi kwamba lipo katika jumuiya, imeweza kujitoa waziwazi kusema hili jambo halitowezekana, DRC hawatoweza kukubaliana. Na nadhani katika taarifa yao walisema kwamba lazima serikali ya Rwanda waweze kuondoa majeshi yake yaliyoko ndani ya DRC pamoja na vyombo vyote ikiwa usalama utaweza kupatikana. Nadhani kuna mwelekeo mmoja ambao sasa hivi moja katika majumuiya ya Afrika imeweza kujitoa wazi kuonyesha kwamba kuna tatizo fulani ambalo lipo baina ya wanachama wake katika jumuiya hiyo. Bwana Gwandumi Mwakatobe, kwa yote hayo aliyoelezea Omar Mutasa, tunaweza kusema kwamba labda yote haya yanatukia kwa sababu ya mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Tunafahamu pia kuwa waasi wa M23 wameiteka miji kadhaa ya sehemu hiyo, na Rwanda inalaumiwa kwa kuwaunga mkono waasi hao. Je, kwa kuchukua uamuzi wa kuitenga Rwanda, tuseme jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati inakubaliana na madai kwamba Rwanda inahusika? Kusema kweli, mimi ninaona hii jumuiya ya ukanda wa nchi za Afrika ya Kati, ECOWAS, Economic Community of Central African States, tatizo ambalo labda ni kubwa zaidi kuliko ambavyo sisi tunafahamu. Swala si kuwepo jumuiya ya ukanda fulani, hata kama ni kuzuri. Swala ni kwamba, je, inatimiza majukumu yake? Ilianzishwa kwa ajili ya shughuli gani na inafanyaje? Maana mimi ninaona ECOWAS, pamoja na kutojulikana, pamoja na kutosikika, ikifanya kazi ambazo ilianzishwa kwazo 1983, hatujawahi kusikia hata siku moja ikiwa inaingilia kati mgogoro wowote ule. Hapa tulipo si tu kwamba kuna mgogoro kule Kongo na mgogoro kati ya Kongo na Rwanda, lakini kuna mgogoro mkubwa tena mkongwe, mwenyekiti, wa Amazonia, yani upande wa Kameruni wa kaskazini magharibi na kusini magharibi, ambao wanataka kujitenga. Kumekuwa na vita, wanapigana, watu wanauawa. Lini tuliwahi kusikia ECOWAS ikiingilia kati? Na hapa hata Rwanda inapokuwa inajitoa, ECOWAS inapochukua labda maamuzi yoyote, au kwamba aendelee kuitoria dini tu na wenyekiti huu, aendelee kufanya nini hasa? ECOWAS ina kasi gani? Kuna kubaliana na Mutasa kwamba wala hata ivumi haionekani hata alichofanya, na huenda hata huwa wafanyi tathmini kwamba tumefanya nini kabla ya kuingia mwaka mwingine. Lakini niseme tu kwamba pamoja na kwamba ECOWAS haijaonekana kusuruhisha huu mgogoro, bado naona kwamba mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mkubwa, ni mpana, kwa sababu unahusisha maeneo mengi. Sio ECOWAS tu, hata jumuiya ya ukanda wa Afrika Mashariki, kumbuke mwenyekiti, tuliwahi kupeleka hata majeshi. Wamewahi kuhusika hata akina Joao Lorenzo kutoka Angola. Kwa vimehusika nchi nyingi na maeneo mengi, lakini pia hata Qatar tunaona ikiwa inaingilia, Marekani ikiwa inaingilia. Ni mgogoro mkubwa kwa kiasi ambacho ECOWAS, ambayo haivumi, ni dhaifu sana, haiwezi kufanya kitu chochote. Kwa kujitoa kwa Rwanda, mimi naona wala sichangai. Lakini pia jumuiya hizi ziwe zinasaidia wanachama. Ukiangalia sana mwenyekiti, Rwanda inafaidika zaidi kupitia jumuiya ya Afrika Mashariki, ya Afrika Mashariki, kibiashara, kiuchumi na hata kijamii, jinsi ambavyo tunahusiana nao. ECOWAS haina msaada sana kwa Rwanda, ni kama wapo hawapo vile. Haya, Bisada, ni kugeukie wewe. Umesikia maoni ya wataalamu waliotangulia. Sasa ikiwa madai ya Rwanda kuhusika mashariki mwa Kongo ni ya kweli, vipi itawezekana kuutatua mgogoro huo wakati inatengwa? Nashukuru sana. Mwenyekiti, yangu ni machache tu.
Ukiangalia kwamba mpaka sasa pande kadhaa zimejitokeza na kusema wazi kwamba Rwanda inawasaidia waasi wa M23. Kwa mfano, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba Rwanda inawasaidia waasi hao. Kuna nchi kadhaa pia zimejitokeza kusema maneno hayo, yani inawasaidia waasi wa M23. Lakini ukiangalia sasa uamuzi ambao umechukuliwa na jumuiya hiyo ya kiuchumi ya ECCAS, naweza kusema kuwa ni hatua ya kuonesha kutokuridhika na vitendo vya Rwanda kwa kweli. Uamuzi wa jumuiya hiyo ni aina fulani ya kuipinga Rwanda. Lakini kwa jumla naweza kusema kwamba kinachotakiwa ni kujaribu kuzishirikisha pande zote ili kuweza kutatua mgogoro nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sidhani kama kunaweza kuwa na njia nyingine. Asante sana Bisada. Tumaini Munale. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati kwa ujumla ina wanachama 11. Lakini iwapo Rwanda itajiondoa kwa mara nyingine, basi watabaki wanachama 10. Mnamo mwaka 2007 ilijiondoa, lakini sababu ilikuwa ni kwamba ilitaka kupunguza mzigo wa kuwa mwanachama katika jumuiya kadhaa. Amelizungumzia hilo Bwana Omar Mutasa. Safari hii Rwanda imesema inajiondoa kwa sababu jumuiya hiyo ya ECAS imekiuka misingi ya shirika hilo baada ya kunyimwa haki ya kuwa rais wa zamu. Je, madai ya Rwanda yana uzito? Naweza kusema kwamba madai ya Rwanda yana uzito kwa sababu taratibu kimsingi ndio Rwanda ilipaswa kushika urais wa hiyo jumuiya ya ECAS kwa kipindi hiki. DRC ilionyesha katika huo mkutano wa 26 kwamba isingekubali Rwanda kushika urais wa jumuiya ya ECAS kutokana na tuhuma ambazo Kongo DRC nazo dhidi ya taifa la Rwanda. Kwa hiyo jumuiya ya ECAS imetumia maamuzi ya busara ya kulipa nchi nyingine, nchi ya Equatorial Guinea chini ya rais wake Teodoro Obiang Nguema ambaye muda wake hata ulikuwa umemalizika, lakini wameamua kumuongeza ili kutoa hiyo sitofahamu iliyojitokeza, kwa sababu DRC hataki Rwanda ashike urais. Sasa nafikiri wametoa maamuzi ya busara kwa maana ya kunusuru sehemu zote mbili. Sasa nirudi kwa Rwanda kwamba Rwanda kuchukua maamuzi ya kujiondoa moja kwa moja kwenye jumuiya ya ECAS nafikiri sio maamuzi mazuri. Kumbuke pia kwamba hapa katikati Rwanda imekuwa na tofauti na za kidiplomasia na mataifa mbalimbali, hata kwenye ile jumuiya ya SADC ambapo kimsingi Rwanda haipo. Lakini tumeona tofauti ambazo zimejitokeza kati ya Rais Kagame pamoja na Rais Cyril Ramaphosa kwenye mgogoro kati ya Kongo na lile kundi la waasi la M23. Katika jumuiya ya Afrika Mashariki pia sisahau pia Rwanda pia imekuwa na tatizo na jumuiya hii mwaka juzi pale ambapo Kongo DRC yenyewe ilikataa kuongeza muda kwa ajili ya jeshi la Afrika Mashariki kwenda kudhibiti uvamizi wa watu kwenye eneo la mashariki la nchi hiyo. Kwa hiyo Rwanda pia imekuwa ikizishutumu baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kuingilia mambo yake ya ndani. Rwanda imekuwa tofauti pamoja na Tanzania, lakini Rwanda imewahi kuwa na tofauti pamoja na nchi ya Kenya katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mwenendo wa Rwanda lakini ni mwenendo ambao sio mzuri katika masuala ya kidiplomasia na mataifa mbalimbali. Nadhani jiondoa jumuiya ya ECAS na sio maamuzi mazuri, hasa ukizingatia kwamba Rwanda ni taifa ambalo bado ni dogo, idadi yake ya watu bado ni ndogo, bado wamekosa soko kubwa katika jumuiya ya ECAS ambayo ina idadi ya watu milioni 231. Fikiri kwamba hawajafanya maamuzi yenye busara. Sasa Rwanda itajinyima nini kwa kujiondoa kwenye jumuiya hiyo? Tunajua kwamba malengo ya jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati ni kukuza ushirikiano ili kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa faida ya watu wa nchi hizo. Nchi hizo zinashirikiana katika sekta muhimu kama vile nishati, kilimo na biashara. Rwanda inajinyima nini? Kwako Mutasa. Nadhani kuna jambo moja lazima tufahamu kwamba siku zote pahala pakiwa hapana usalama, sidhani kama na uchumi unaweza kuwa na mwinuko zaidi, kwa sababu haya mambo huwa yanakwenda pamoja sambamba. Rwanda kujiondoa katika ECAS naweza kusema kwamba haifaidiki sana, lakini na upande mwingine inafaidika, kwa sababu haba na haba hujaza kibaba. Rwanda ndio katika nchi za mwanzo zilounda jumuiya hiyo ya ECAS mwaka 83. Hiyo lazima tusisahau. Kwa hivyo hapo lazima kuna kitu ambacho Rwanda itakosa katika jumuiya hiyo, alau hata kikiwa kidogo, lakini itapoteza kitu. Hiyo lazima tukubaliane, si kwamba haitopoteza. La
kama ingekuwa haioni faida, ingelikuwa siku nyingi ishajiondoa, lakini wamekuwa alau kuna chochote wanachopata upande huo wa ECAS, ambapo sisi wengine tumekuwa hatujui kwamba kweli Rwanda imekuwa katika jumuiya hii ya ECAS. Kwa hivyo hili ni swala ambalo kupoteza itapoteza, na nadhani kama ulivyosema mwenyekiti kwamba waliwahi kujiondoa na sasa hivi wamejiondoa tena, lakini ninavyoona kwamba wamejiondoa sio kwa ridhaa ya jumuiya ya ECAS kwamba na wao wamekubali Rwanda ijiondoe. Kwa hivyo tusishangae kuona huko mbele baada ya malumbano haya yanayotokea sasa hivi ya DRC na Rwanda, ikiwa yatamalizika, usishangae kuona kwamba Rwanda itarudi tena katika jumuiya hii ya ECAS, ambao wao ndio walikuwa moja katika waanzilishi wa hii jumuiya. Bwana Gwandumi Mwakatobe, upi mchango wako? Anachoeleza Mutasa ni kweli. Kidogo pia kinajaza, kinakuwa kiko kingi, lakini niseme ukweli, tuangalie takwimu, na Mutasa hapo ni mwana uchumi. Ni shughuli hasa zipi za kiuchumi, shughuli hasa zipi za usafirishaji mizigo, shughuli hasa zipi za watu kuingiliana ambazo Rwanda inazikosa au inajipata kutoka Kongo Brazzaville, kutoka Afrika ya Kati, kutoka Kameruni na kwingineko. Niseme tu kwamba hizi jumuiya hizi sehemu kubwa wanalenga faida ya kwanza, faida ya kiuchumi, ya pili ya kidiplomasia. Sasa Rwanda ukiangalia katika shughuli zake nyingi za kiuchumi inafaidika kutokana na uwepo wa ukanda wa Afrika Mashariki, ambako sisi tunaunganika nao kwa barabara. Sasa tunataka kuunganisha kwa reli. Kuna mwingiliano mkubwa wa watu na bidhaa nyingi zinaingia za kutoka. Hata DRC kabla ya kujiunga na EAC, Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, bado tulikuwa na uhusiano wao mkubwa. Mimi naishi mpakani kwa mkoa wa Rukwa kwenye ziwa Tanganyika. Kuna mwingiliano mkubwa wa kibiashara na watu na DRC. Ukienda mpaka wa Tunduma, maroli yanayokwenda DRC ni mengi mno. Kwa hata kabla haijajiunga ilikuwa inafaidika. Lakini kikipi ambacho inafaidika Rwanda kwa kweli, kama alivyosema Mutasa, ni kidogo. Ingawaje sababu za kujitoa kwake si za kibiashara, lakini walijiunga kwa ajili ya kibiashara. Ni kwa sababu tu amelaumiwa na Kongo. Kongo haitaki awe mwanachama. Ninachojiuliza mwenyekiti ni kwamba wanachama hawa 11 wanapokuwa na mgogoro, ECAS ndio ingekuwa inakuja kutatua mgogoro wa wanachama wao, wanakuwa na vikao vya kutatua migogoro yao, tofauti zao. Ni kwamba wanajiamulia tu, hakuna ambacho ECAS pale juu inakaa na kuweza kusimamia wanachama wake kuwaleta pamoja. Mimi nilidhani singekuwa tu kuendeleza Equatorial Guinea iendelee na wenyekiti, ilikuwa kuwakarisha pamoja Kongo na Rwanda, kwamba kuwemo kuna faida zaidi kuliko kutokuwemo, na wajaribu kutatua matatizo yao. Kama nilivyosema, ni lini ECAS ilisimama hasa kuweza kusimama kidete kwenye mgogoro wa Rwanda na Kongo? Rwanda ambayo inasaidia kama inavyodaiwa M23, ni lini iwahi kusimama? Afadhali sisi Jumuiya ya Afrika Mashariki tumewahi kupeleka na majeshi. Amekwenda kule Uhuru Kenyatta, wengi wamejitokeza. Ni yupi hasa wa ECAS ambaye alijitokeza awe ni mwanachama au jumuiya yenyewe kutatua huo mgogoro? Ni kama wamo vile hawamo. Kwa hivyo, kwa mtazamo wako Bwana Gwandumi, unafikiri uamuzi wa jumuiya ya ECAS unaweza kuishinikiza Rwanda ibadilike? Rwanda inajiondoa kwa mapenzi yake yenyewe, na nafikiri kama ilivyofanya 2007 kujiondoa alafu ikarudi tena. Nadhani watarudi tena, lakini ni pale ambapo mgogoro uliopo kati ya Kongo na wao wenyewe utakapokuwa umetulia. Kwa sasa sidhani kama inaweza ikaendelea, kwa sababu hawa watu kitu kwamba wako ECAS wote wawili, DRC na Rwanda, lakini hawa wako kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati, nako watagongana. Je, itakuwaje? Kwa baadaye unaona kwamba hata maamuzi walioyafanya sio maamuzi hasa ambayo yana faida kwao. Ni maamuzi ambayo baadaye watajisikia kwamba inabidi waungane tu, kwa sababu mwisho wa siku tungependa hizi kanda kwa kweli ziwe imara kuelekea kupata Afrika moja iliyo imara. Asante sana Bisada, wewe pamoja na wataalamu wenzio
tunazungumzia uamuzi huu wa Rwanda wa kujitoa kwenye jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Kati. Na katika mazungumzo yenu nyote mnagusia kuhusiana na matatizo haya ya mashariki mwa Kongo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unafikiri juhudi za kuleta suluhisho zinaweza kusonga mbele katika kutatua mgogoro wa mashariki mwa Kongo? Ndio kabisa. Naamini zitaweza kuleta suluhisho. Ukitilia maanani kwamba viongozi wa Rwanda na Kongo walikutana nchini Qatar kuzungumzia juu ya mgogoro huo wa nchi zao. Kwa maoni yangu, mazungumzo hayo yanaashiria utayarifu wa Rwanda kuchangia katika juhudi za kutatua mgogoro. Nafikiria juhudi hizo pia zinafaa kuungwa mkono pia na nchi za jumuiya ya nchi za Afrika na Kati. Vile vile nadhani badala ya kuitenga Rwanda, jumuiya hiyo inapaswa kuijumuisha Rwanda, ambapo itakuwa ni jambo la manufaa iwapo nchi hizo zitasonga mbele badala ya kurudi nyuma. Munale, unasemaje? Asante sana Mama Zainab. Mimi nafikiri kwamba kwanza kwa Rwanda kuondoa katika jumuiya ya ECOWAS nadhani kwamba hii swala litaiathiri sana Rwanda kwa mbeleni. Kwa maana kwamba mataifa haya ambayo Rwanda ameamua kujitoa, mataifa 11 ya jumuiya ya ECOWAS, mataifa ambayo pia Rwanda anakutana nao pia kwenye jumuiya zingine, kama alivyosema kwa kaka yangu Bwandume kwamba kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki bado pia kuna DRC ipo na bado watagongana tena. Lakini pia jumuiya ya COMESA pia watagongana tena. Kuna baadhi ya mataifa pia yamo kama Uganda na mataifa mengine. Maamuzi ya Rwanda kimsingi naona kabisa kwamba ni maamuzi ambayo ile nchi yataiathiri, kwa sababu katika dunia ya leo unahitaji kuwa na nchi marafiki, unahitaji kuwa na mahusiano ya kidiplomasia, na kwa kadri ambapo unazidi kupunguza washirika wa kibiashara na washirika wa kiuchumi, pia ndio unapunguza hata msaada ambao ungeweza kuhitaji. Rwanda bado ni nchi ndogo, lakini pia kumbuke pia kwamba jumuiya ya ECOWAS walikuwa wana ajenda yao ya kuwa na soko huru hadi kufikia mwezi wa 8 mwaka huu 2025, eneo huru la kibiashara, kitu ambacho bado kingenufaisha Rwanda katika kukuza uchumi wake na hasa katika kusaidia pia hata wananchi wake kwenye kujiinua kiuchumi. Bwana Mutasa, hebu tupe kwa undani zaidi kuhusu masuala ya kiuchumi. Kutokana na hatua hii ya Rwanda, zipi athari za kiuchumi? Athari za kiuchumi zipo, kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba hizi jumuiya sio jumuiya tu kwamba zimekuja tu bila mpango. Hapana, hizi jumuiya zimekuwepo, na Umoja wa Afrika umekuwa ukisisitiza pawepo jumuiya hizo kwa sababu moja, ni kwamba kila kanda inaweza kuendesha uchumi wake ili kuona kwamba mataifa jirani yanaweza kusaidiana kukuza uchumi wao katika nchi jirani. Na hii imewekwa kwa sababu ya Umoja wa Afrika ifikapo mwaka 2063 iweze kujumuisha jumuiya zote hizi za Afrika ili ziwe kitu kimoja. Ndipo Afrika itakapokuwa kwamba haina tena mipaka, itakapokuwa kwamba Afrika inatumia sarafu moja, Afrika wananchi wake wanaweza kufanya nini? Kutembea nchi moja hadi nyingine. Sasa hivi mambo haya ya uchumi tunavyoona, kama wenzangu walivyotaja, kuna mpango huu wa SDR wa reli, ambao huu mpango umeanza tangu karibu miaka 10 na nyuma, ambapo mataifa haya jirani reli inakwenda ikiongezeka mara moja, ikiongezeka kutoka nchi moja hadi nchi nyingine. Haya yote ndio mafanikio ambayo Umoja wa Afrika uliona kwamba tukisema kwamba tufanye kwa mara moja haitowezekana, lakini mataifa yaliyokuwa jirani yaweze kushirikiana kwa pamoja. Na ikiwa leo mataifa yaliyo jirani hayawezi kushirikiana, ikiwa leo mataifa yaliyokuwa jirani kila mara yanazozana, basi tutamwendea nani wa kutusaidia ikiwa sisi wenyewe hatutoweza kuweka uchumi wetu sawa? Ndipo maana tunabakia katika swala la kila siku, katika swala la omba kila dakika. Ushafahamu, kila mara tukimbie katika mataifa ya Ulaya omba. Baada ya siku 2 utakuta kwamba hilo deni tulokuwa nalo kubwa, halafu mzigo huo mwisho wa siku wanatupiwa wananchi wenyewe wa nchi, kwamba kodi zinapandishwa, kila jambo kodi zinakuwa nyingi kwa wananchi, ambao matatizo haya wao ukiangalia kwamba huwa hawahusiki kwa njia moja au kwa njia nyingine, lakini wanakuwa kwamba wanakandamizwa wao matatizo yote, ambayo mwisho wa siku ndio wananchi wanapata shida. Kwa hivyo uchumi wa mataifa haya, kama nilivyosema, ikiwa mataifa ya jumuiya ya kanda hizi
hawatoweza kukaa kidiplomasia na kuweza kuweka nyumba zao sawa, nadhani hata huu uchumi tunaozungumzia mwisho wa siku hautoweza kukaa sawa ikiwa sisi wenyewe mataifa jirani hatutoweza kuweka sawa nyumba zetu. Nadhani tutakuwa tunapigia mbuzi gitaa iweze kucheza Bi Mwenyekiti. Labda niulize tu swali la ziada Bwana Mutasa, unadhani uhusika wa Marekani ni nyongeza katika juhudi za kuleta suluhisho, ama hili ni swala la Waafrika wenyewe, kutokana na maelezo yako ulivyoeleza nchi jirani wahusika, ikiwa wenyewe nchi hizi zenyewe zinashindwa kutatua matatizo yake, ziende kwa nani? Kwa hivyo vipi juhudi za Marekani? Huu umekuwa ndio msemo siku zote kwamba matatizo ya Afrika yatatuliwa na Waafrika wenyewe. Huu msemo umekuwepo na utaendelea kuwepo, lakini nadhani sasa hivi tulivyofikia, huu msemo kwangu mimi naona hauna tena faida, kwa sababu wapo mataifa makubwa ambayo yanaingia katika mizozo ya Afrika, na yanapoingia hayaingii hivi hivi tu, yanaingia kwa maslahi yake. Sasa hivi Marekani, ukiangalia, Marekani ina uhusiano mzuri na Rwanda, naweza kusema hivyo. Marekani ina uhusiano mzuri, imekuwa haina uhusiano na DRC, lakini tunavyoona hivi karibuni tu mwezi Aprili mwaka huu, huyu Masad Boulos ambaye ni mshauri wa Rais Donald Trump katika masuala ya Afrika alikuwa DRC. Ushafahamu, alitoka DRC, nadhani akaenda pia Rwanda, pia akakutana na viongozi wa huko, sina uhakika. Lakini haya yote sasa hivi yanaonyesha wazi kwamba mataifa ya Kiafrika tumeshindwa sisi wenyewe kutatua matatizo yetu. Hivyo tutaendelea kuwa kwamba tunawaomba wale ambao ni mataifa makubwa waingilie. Sasa hivi inavyosemekana, huenda rasimu ya kwanza ilimalizika baina ya DRC na Rwanda ya kuorodhesha nini wanachotaka wakati watakapofika katika rasimu ya pili ya kusaini mkataba wa amani baina ya DRC na Rwanda, ambao inasemekana huenda ukafanyika mwezi huu wa Juni. Ushafahamu? Wakati huo Qatar, ambayo ni taifa dogo sana, nalo limeweza kuwaleta watu hawa wawili, Tshisekedi na rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame, ikaweza kuwaweka chini, na pia na wao wana maslahi yao katika utajiri uliopo katika mataifa haya, na hasa taifa la DRC. Wengi unajiuliza Qatar imetoka wapi kuweza kuwaleta watu hao pamoja, ukilinganisha na mataifa makubwa. Mwenyekiti, yote haya sasa hivi kuna maslahi ambayo ndiyo sasa yanatangulizwa katika mataifa haya makubwa, na bila shaka tunaomba hata kama ndio wametanguliza, Qatar wanataka kusuluhisha tatizo la DRC na hawa na M23, na wakati huo Marekani nayo inataka kusuluhisha tatizo la Rwanda na DRC. Na Marekani imekuwa, tunavyosikia kwamba imekuwa ikiwasihi viongozi wa Rwanda au taifa la Rwanda waweze kuondoa jeshi lao kutokana na haya ambayo yamekuwa akisema na Umoja Mataifa kwamba serikali ya Rwanda imekuwa na jeshi lake katika DRC. Umoja wa Mataifa nafikiri kile inapozungumza, nadhani inazungumza pia na wale wanyonge ambao hawezi kusema. Nafikiri inakuwa ni sauti ambayo inaweza kusikika zaidi. Kwa hivyo nadhani hapana njia isipokuwa sasa yalobakia ni haya mataifa makubwa kuona kwamba wataweza kusuluhisha tatizo hili. Bi Mwenyekiti Mwakatobe, tumwangalie rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, kutokana na hayo aliyozungumza Bwana Mutasa. Kabila alikwenda mashariki mwa Kongo hivi karibuni, na yeye katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi wa M23. Amesema anakusudia kuleta amani, na kwa ajili hiyo vile yeye alikutana na viongozi wa kisiasa, kijamii na kidini. Unadhani yeye pia anaweza kuwa sehemu ya suluhisho? Naam mwenyekiti, mimi niseme kweli, yeyote yule anayejitokeza, samahani kwa kusema hivyo, kwamba hata angekuwa ni shetani, lakini anataka kusaidia kutatua mgogoro mkongwe kabisa na wenye nguvu, tutampokea. Huyu Kabila ambaye anataka kusaidia ndio Kabila ambaye serikali iliyopo ya Tshisekedi imemtema, imemwondolea nafasi yake ya kuwa seneta wa kudumu wa maisha, na anaweza kashtakiwa na anatafutwa. Kwa hiyo sijui kwamba ni namna gani hapo. Ni kama vile tunataka kuunga chumvi kwenye mboga pamoja na sukari, badala ya sukari kuipeleka kwenye chai
na chumvi iende kwenye mboga. Sasa vimeingiliana na vitu ambavyo sasa hivi haviowani. Atatatuaje Kabila mgogoro ulioko kule wakati tayari serikali ya Tshisekedi imeisha mtema inamkana? Ni gumu kwa kweli kubeza. Ingawaje kama nilivyosema, yeyote anayetaka kutatua ni vema tatue, lakini wakati amejitokeza Kabila huko Goma, ameingia Goma na anawakusanya hao viongozi mbalimbali wakiwepo wa kidini, huo mgogoro alikuwepo alipokuwa rais kwa muda mrefu, miaka 18 kuelekea 19. Alifanya nini? Leo ana mbinu gani mpya ambayo atatatua huo mgogoro uliopo? Hautawezekana. Niseme tu hivi mwenyekiti, kwamba jambo ambalo linatuuma sana ni kila alichokisema Kwame Nkrumah kwamba tunahitaji Afrika moja ambayo haitakuwa na hizi kanda ambazo zinatofautiana sana na zingine ziko chini ya makoloni. Mwalimu Nyerere alimpinga, lakini baadaye Nyerere akakubali, kwa sababu hizi kanda zinapokuwa na matatizo inabidi uwepo wa kusaidia kuzisuluhisha. AU haiwezi kufanya chochote, EAC, ECAS au ECOWAS. Kule kumepasuka, nchi zimemeguka, Mali na Burkina Faso. Nani amesuluhisha aliyepo juu? Ndipo ambapo sasa tunahitaji Afrika moja. Mimi nasema hata huko Africa Union agenda ya 2063 mpaka 2063, mimi naona ni mbali kupata Afrika tunayohitaji, the Africa we want. Mimi kwa nataka leo ingewezekana tuwe na Afrika moja, futa hizi kanda ambayo ina jeshi moja, ina serikali moja, ina sarafu moja na kiongozi wake mmoja. Lakini kwa sasa hivi kanda zikiwa na matatizo, nani anaingia kati? Mtu wa tatu wa kusuluhisha hayupo. Nani anaingilia Kongo? Hayupo. Nani anaingilia Rwanda? Hayupo. Ndio wanajitokeza walioko nje aliowasema Mutasa, lakini wengi wanakuja na maslahi. Marekani anataka aje kimbe madini, Qatar naye na maslahi. Si kweli kwamba nataka amani. Amani tungeipata sisi wenyewe, tungesuluhishana sisi wenyewe, ingependeza sana sana. Mwenyekiti Bisada, wewe unasemaje? Nitasema kwamba Mgala muweni na haki yake mpeni. Kwa mtazamo wangu mimi nasema kwamba Kabila atakuwa na uzito wa kisiasa wa kuweza kuzileta pande zote pamoja, nionavyo mimi, kwa sababu ana uwezo wa kuzungumza na viongozi wa waasi. Nafikiri Kabila anaweza kuwa sehemu kubwa sana suluhisho. Sawa sawa. Bisada anasema anafikiri Kabila anaweza kuwa sehemu ya suluhisho. Je, Rwanda itarejea kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati ya ECAS iliyoanzishwa miaka ya 80 ili kukuza ushirikiano katika maeneo kama vile usalama na masuala ya kiuchumi miongoni mwa wanachama wake? Inapasa kutilia maanani kwamba hii si mara ya kwanza kwa Rwanda kujiondoa. Kwako Munale. Kimsingi Rwanda inaweza karejea kwa miaka baadaye, sababu unajua kwamba kama taifa sera za nchi huwa zinabadilika. Leo kuna Rais Kagame, sijui baada ya miaka kadhaa anaweza akaja rais mwingine akabadilisha sera, Rwanda wakarejea tena jumuiya ya ECAS. Lakini pia tukumbuke Rwanda hawa ndio waliobadilisha lugha ya ofisi kutoka Kifaransa mpaka Kiingereza. Ina maana tayari, na ukiangalia katika nchi za jumuiya ya ECAS nyingi zinatumia lugha ya Kifaransa. Kwa tayari walishaanza harakati fulani za kujiondoa upande ule kule. Japokuwa kama nilivyosema, changamoto nyingine pia iliyopo ni ule utitiri wa hizi jumuiya. Sasa unafika mahala ule utitiri wa jumuiya unafanya zipate nguvu. Leo Rwanda ipo ECAS, leo Rwanda ipo COMESA, leo Rwanda ipo jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndio maana sasa wanakuwa hawaoni shida kujiondoa jumuiya moja kwenda kubaki jumuiya zingine. Sababu naamini jumuiya hizi za kikanda lengo lake kubwa kabisa kuunganisha mataifa ya Afrika ili baadaye na uunganishe yote katika umoja wa Afrika. Sasa kama jumuiya hizi zenyewe zinashindwa kuwa na uimara na mataifa yanaanza kuondoka kwenye hizo jumuiya, maana yake hii inaleta wasiwasi katika uimara wa umoja wa Afrika yenyewe. Na hata katika usuluhishi wa migogoro hii bado umoja wa Afrika AU unategemea hizi jumuiya za kikanda. Kwako Bisada? Kwa maoni yangu nafikiri uamuzi wa Rwanda hautakuwa kudumu. Rwanda imekuwa inanufaika na utaratibu wa kuuza bidhaa kwenye nchi za Afrika ya Kati bila kutoza ushuru. Inapata manufaa ya kiuchumi kwa kweli, na kwa sababu yapo matumaini ya kutatuliwa mgogoro wa Kongo, na imani itarejea. Asante sana Bwana Mwakatobe. Naam, nami nakubali kwamba Rwanda itarejea, lakini kwa njia zingine kama tulivyosema hapo awali, na Munale amechambua vizuri, kwa sababu hivi kama unakataa Rwanda siwe mwenyekiti wa jumuiya ya ECAS,
huku kuna mzunguko huku wako EAC, huku kunako kuna mzunguko wa mwaka mmoja. Rwanda atajitokeza naye, atatakiwa awe mwenyekiti. Je, bado atamkataa? Lakini pia niseme pale ambapo tutakuwa tumeanza kutekeleza soko huru la Afrika nzima, African Continent Free Trade Area, vingine vyote hivi vikanda vitafutika tukiweka miundombinu yetu mizuri. Kwa hiyo bado Rwanda itakuwa na fursa kubwa na nchi zingine za kuingiliana, kwa sababu sasa hivi biashara nyingi tunafanya na kubwa na mataifa ya nje kuliko miongoni sisi wenyewe. Kwa hiyo mkombozi mmoja wapo wa kumleta Rwanda pamoja na hiyo Kongo ni pale ambapo tutatekeleza ukanda wa soko huru Afrika nzima wa African Continent Free Trade Area. Mwenyekiti, asante sana. Tumalizie Bwana Omar Mutasa. Je, Rwanda itarejea kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati? Nadhani Rwanda ilikuwa ikitingisha kibiriti tu kuona nini kitakachotokea, na sasa hivi nadhani wameona kwamba kuna kelele na wanasubiri waone kitakachotokea zaidi. Lakini jambo jingine ni mwenyekiti, ni kwamba tusisahau kwamba na Rwanda ina yake ambayo yanaiuma. Hili kundi la FDLR ambalo siku zote liko ndani ya Kongo, hili kundi na wao wamesema katika matakwa yao hawatosaini mpaka hili kundi liondoke katika nchi ya DRC. Na huyu Kabila wanayezungumzia miaka 18 alikuwa katika madaraka, na haya makundi yote yaliyoko kusini au mashariki mwa Kongo yote yalikuweko wakati wa utawala wake. Leo amekwenda moja kwa moja na kukutana na waasi. Kwa nini hakukutana na serikali ya Tshisekedi ambapo alikuwa na kinga ile kabla? Inavyoonyesha kwamba kuna mchezo mchafu naye anaocheza sasa hivi. Bi mwenyekiti, asante sana Omar Mutasa. Naam, hadi hapo msikilizaji, nami naifunga meza hii ya duara, ambapo hii leo mada yetu ilikuwa juu ya hatua ya Rwanda kujiondoa kutoka kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati, ECAS. Na washukuru wataalamu wetu. Wandumi Mwakatobe, mchambuzi mbobezi wa masuala ya kisiasa, yuko jijini Mbeya nchini Tanzania. Tumaini Munale, mkufunzi wa chuo cha ualimu mjini Shinyanga nchini Tanzania. Kutoka jijini Kampala, Uganda, Omar Mutasa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Na kutoka jijini Nairobi, Kenya, Bi Sada Mohamed Omar, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia anashughulikia masuala yanayohusu vijana. Pia nakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi. Hadi wiki ijayo, mimi ni mwenyekiti wako Zainab Aziz, na kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.